Stori kubwa sana siku ya jana na leo katika mitandao ya kijamii ni basi aina ya Iliza limefika bandarini, na basi hilo ni moja kati ya ahadi ambazo ziliwekwa na mzabuni wa jezi pamoja na vifaa vya michezo Jaylut Simba Sports Club, ambapo Jaylut alitoa ahadi kwa wanasimba kuwa atawaletea basi la kisasa aina ya Iliza, na hatimaye ahadi hiyo inaelekea kutimia, kwani basi hilo inasemekana kuwa mpaka sasa hivi liko bandarini, linakamilisha hatua chache tu kuweza kuachiwa, na itatangazwa tarehe rasmi ya kuweza kutambulisha basi hilo, na mwisho wa siku klabu ya Simba itakabidhiwa basi lake aina ya Iliza. Sasa baada ya stori hizo kuweza kusambaa jana katika mitandao ya kijamii, stori kubwa ikaja ni picha zikaanza kuvuja la basi hilo likiwa bandarini, likionyesha kwamba basi hilo limekuwa chakavu sana, limechoka sana, na stori ikawa kubwa sana kwamba baadhi ya watu wakaanza kuwang'ong'a mashabiki wa Simba na kusema kuwa wanatumia mabasi used, na wanasema kuwa basi hilo limeweza kuchoka sana, hivyo Simba wamepigwa. Sasa Iliza ya Simba ni aina gani? Iliza ya Simba ni I6S na toleo lake ni la mwaka 2021. Urefu wa basi hilo ni mita 10.8 mpaka mita 12, na siti zinazopatikana zinakadiriwa kuwa zinaweza kuwa siti 43 zaidi ya 47. Ni 43 mpaka 47, lakini zinaweza kuwa zaidi ya 47, inategemea na urefu wa basi ulivyo. Lakini pia thamani yake inakadiriwa kuwa ni euro 219,000 mpaka euro 235,000, ambapo kwa pesa ya Tanzania ni shilingi inacheza milioni 665 mpaka milioni 717. Lakini kiuhalisia basi hilo ndio lishatumika, ni used, lakini pia limeshatua nchini hapa Tanzania na liko bandarini. Sasa sababu gani ambazo zilisababisha mpaka basi hilo likachelewa kufika? Moja kati ya sababu ni kwamba lilichelewa kufika ni kwa sababu ya changamoto zilizotokea kwenye changamoto za usafirishaji. Unajua kabisa mabasi yao yanasafirishwa kwa meli, na hapa katikati kulitokea vita ya Mashariki ya Kati, kwa hiyo kulitokea kuchelewa kwa meli hiyo kwa sababu ya vita iliyotokea katikati. Ilitakiwa ni aidha meli isubiri mpaka vita hiyo iweze kuisha ama meli badili njia, kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana, ndio maana basi hiyo likaweza kuchelewa. Lakini sababu ya pili ya msingi ni kukaa kwa muda mrefu baharini. Ni kwamba inakadiriwa kuwa Jaylut aliweza kumaliza kila kitu, na basi hilo linakadiriwa kuwa limekaa zaidi ya miezi minne kwenye meli mpaka limeweza kufika Dar es Salaam. Kwa hiyo si mchezo, takriban miezi minne iliyopita basi hilo lilikuwa kwenye meli tu likisafirishwa. Kwa hiyo halitakuwa bora kama ilivyokuwa imeonekana hapo awali likiwa showroom. Lakini pia sababu ya tatu ni kwamba wanasema magari yakiwa yakisafirishwa kwenye meli kwa muda mrefu sana huwa yanakosa baadhi ya huduma, ni kwamba yanakosa service kama vile cleaning and polishing, hivyo yanafika hapa huwa yanaonekana kidogo kama yameharibika au hayako sawa. Lakini sababu ya mwisho ya msingi ya nne ni kwamba sometimes vitu ambavyo vinapigwa picha au vitu ambavyo vinapostiwa online ni kwamba vinakuwa vina quality ya hali ya juu, vinakuwa vimefanywa editing ya hali ya juu, tofauti na uhalisia wa kile kitu ambacho unaletewa. Wengi mtakuwa washahidi sana kwamba vitu vingi ukiviona online unakuwa unavitamani sana, lakini ukija ukaletewa unaona ni tofauti na kile kitu ambacho ulikiona mtandaoni. Kwa hiyo hiyo ni sababu pia ya nne ambayo si msingi sana, lakini inaweza kuwa ya msingi, kwa sababu picha ambazo za basi hilo zimepigwa ikiwa showroom ni basi la kwenda sana, basi limenyoka, ni standard. Lakini picha ambazo zimepigwa bandarini zimekuwa tofauti kidogo, zikionyesha basi hilo kama likiwa kidogo lina hitilafu, limechakaa. Kwa hizo ndo sababu nne ambazo nimeweza kukuletea za msingi zilizosababisha basi hilo kuweza kuchelewa, lakini kufika likiwa limechakaa. Kwa hiyo hizo ndo sababu za msingi. Lakini pia je, tufanye ulinganifu, Iliza ya Azam na Iliza ya Simba, ipi ni bora? Zipi ni bora? Kwa utafiti ambao nimezifanya mimi, ambao sio rasmi lakini nimezifanya kwa muda mfupi, ni kwamba inasemekana kuwa Iliza ya Azam FC toleo lake lilikuwa ni 2010 na 2014.
iliza ya Azam FC, lakini iliza ya Simba ni I6S 2021. Kwa ya Simba ni ya kisasa zaidi kulizidi ya Azam FC. Lakini pia kwenye upande wa urefu ya Simba ni refu sana kwa sababu ina mita 10.8 mpaka mita 12. Lakini Azam FC inakadiriwa kuwa sio ndefu sana. Kwa hiyo iliza ya Simba itakuwa ina siti nyingi sana kuzidi ya Azam FC. Lakini hata gharama pia nilisema kwamba gharama ya iliza ya Simba inagharimu euro 219 mpaka euro 235, ambao inacheza kati ya milioni 16, milioni 665 mpaka milioni 717. Kwa hiyo iliza ya Simba ni na gharama kubwa kwa sababu ya toleo lake ni la kisasa zaidi. Kwa hiyo iliza ya Simba ina gharama kuzidi iliza Azam FC. Sasa kama ikitokea klabu ya Simba itakabidhiwa basi lao, ina maana ndio itakuwa klabu ya kwanza Afrika Mashariki na Kati, kama sijakosea, kumiliki basi aina ya iliza, na itakuwa ni klabu kutoka Tanzania ambayo inamiliki gari lenye thamani kubwa zaidi aina ya iliza I6S. Kwa hiyo Afrika Mashariki na Kati ni klabu mbili tu kutoka Tanzania ambazo zinamiliki gari ya aina ya iliza. Kwa Simba anazidi kuongeza thamani ya klabu yake. Kwa kongole kwa Jairut kwa kuweza kutimiza ahadi licha ya maneno kuwa mengi sana kuonekana kwamba ni muongo, lakini mwisho siku amethibitisha kwa vitendo. Kwa kongole kwa Jairut, kongole kwa Simba Sports Club. Klabu inazidi kupata thamani kubwa, lakini vilabu vingine sio dhambi kuiga mfano kutoka kwa Simba Sports Club. Mimi naitwa Denga Spells, hii ni Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii kuweza kupata habari kama hizi. I'm signing out. Ciao. Goodbye.